Yes, ni wakati mwingine tunakutana kuzitazama zile zilizo hapa ni kutoka anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kile kilichozungumziwa na Ally Kamwe, msemaji wa klabu ya Young Africans kuhusiana na game ya Azam inayofuata. Kumbuka kwamba Young Africans game ya Coastal Union ambayo ilichezwa jana hapo, moja kati ya ujumbe mzito sana ambao aliweza kuandika kunako Instagram yake, na mimi nikasema nisikae kimya nikupitishe ili uweze kujua ni nini kinachoendelea bana. Kupitia ukurasa wa Ally Kamwe wa Instagram aliweza kuandika, asanteni sana wananchi kwa kuipokea na kuipendezesha mashati katika uwanja wa KMC Complex. Promotion ya muda mfupi lakini imepata mwitikio mkubwa sana na mmejitokeza kwa namba kubwa sana uwanjani jana. Hii ni ishara kuwa Yanga ni kitu cha thamani sana kwetu. Linapokuja suala la Yanga, mambo mengine hubaki nyuma. Tumepata pointi 3 muhimu sana, alhamdulillah. Sasa kuanzia sasa matawi yote ya Young Africans tunaanza maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya Azam. Huu ni mchezo mkubwa, mchezo muhimu ambao inabidi tukalie chini haswa kwenye maandalizi yake. Tusiingie kwenye mtego wa kujadili mambo mengine, jambo lingine lolote, kwa sababu furaha yetu ni ubingwa. Tunapaswa kuweka akili yetu na nguvu zetu kwenye hii mechi ya Azam. Na imani inshallah kwa umoja wetu na kila lililo gumu Mwenyezi Mungu atalitia wepesi na tukawa na furaha. Tukutane katika uwanja wa Azam Complex April 10. Lakini baada ya kiungo Pacome Zouzoua kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi dhidi ya Coastal Union jana April 7 katika uwanja wa Azam Complex, afisa habari pia wa klabu hiyo ya Young Africans aliweza kutabiri nyota huyo kuwa anafaa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa msimu MVP wa ligi kuu 24-25 baada ya kufikisha tuzo 6 za mchezaji bora wa mechi, akifunga mabao 8 na kutoa assist 9. Kamwe amesema rekodi hizo zinaashiria ubora wa kipekee, ingawa amesisitiza kuwa hana mamlaka ya kuingilia na kupanga uamuzi wa kamati ya tuzo. Nathamini ushindi wa bao moja dhidi ya Coastal Union. Kamwe amesema matokeo hayo ni ujumbe mzito kwa wachezaji kuona kwamba kila mechi iliyosalia kwao ni fainali, hivyo wanapaswa kujituma zaidi ili kufanikisha azma ya kutoa ubingwa. Bana, Pacome Zouzoua season ya 24-25 status yake iko hivi: amecheza dakika 1297 akiwa amecheza game 22 kati ya 24 ambazo amecheza, akifunga goli 8 na akitoa assist 9, akipiga mashuti 25, lakini ametengeneza chances 66, akiwa man of the match mara 6, akiwa amechukua man of the match mara 3 mfululizo katika mechi 5 za mwisho ambazo Young Africans amecheza. Basi Pacome Zouzoua amechukua tuzo ya mchezaji bora mara 3 mfululizo. Unaona kabisa kwamba namba na kiwango cha mchezaji huyu kinapanda siku hadi siku. Lakini pia si hivyo tu, watu pia wamekuwa wachambuzi wa masuala ya michezo wakimzungumzia mchezaji huyu kwa namna tofauti. Tunaambiwa kwamba kwa mtu kama mchambuzi wa masuala ya michezo Ambokile hapa nchini Tanzania aliweza kufanya interview na waandishi wa habari mara baada ya game hiyo kutamatika ya Young Africans ikiwakutanisha na Coastal Union. Bana, Ambokile aliweza kusema kwamba endapo kama Pacome Zouzoua angekuwa ni mchezaji katika kikosi cha Simba, basi hiyo mechi ya Simba na Al Masry wangekufa hata bao 5, kutokana na kwamba uwezo wa Pacome Zouzoua ni mkubwa na ana uwezo wa kutengeneza nafasi na anaweza akafunga wakati wowote, anaweza akakupa kitu Pacome Zouzoua. Lakini pia alienda mbali zaidi kusema kwamba anamuona mbali, anamuona kama MVP wa msimu huu. Alisema kwamba namba za kufunga magoli si nzuri sana, lakini mikimbio yake na vitu anavyovifanya, unaona kabisa kwamba Pacome Zouzoua ni mchezaji mmoja ambaye huenda
katika msimu ujao akafanya makubwa zaidi. Ikumbuke kwamba msimu ujao Pacome Zouzoua atacheza na Fei Toto, ambao kwa taarifa za kikachelo ambazo zimetufikia kwamba muda wowote naye atajiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Undani wa taarifa hii basi tunao hapa. Undani wa taarifa ya Faisal Salim kujiunga na klabu ya Young Africans, taarifa hiyo tunayo. Basi tukwambie tu kwamba endelea kubaki nasi katika updates zijazo ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kuhusiana na taarifa hii ambayo Faisal Salim ya kujiunga na klabu ya Young Africans, hasa wakati ambapo naambiwa Stefan Aziz Ki mapema sana huenda akatimkia huko Morocco, ambapo tayari ndoto yake na ameshakwisha kutoa taarifa kwamba anahitaji kwenda kucheza ambako kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu vikubwa duniani kote vinashiriki huko Marekani. Bana, nikasema nikusogezee msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League, ambapo katika nafasi tatu za juu kabisa kileleni yupo Young Africans akiwa amecheza mechi 24 akiwa na pointi 64, lakini nyuma yake Simba Sports Club akiwa amecheza mechi 22 akiwa na pointi 57. Azam FC akiwa namba 3 amecheza na mechi 25 akiwa na pointi zake 51, lakini namba 4 Singida Black Star mechi 25 akiwa na pointi zake 50. Tabora United wa 5 akiwa amecheza mechi 25 pointi 37. Lakini katika nafasi tatu za chini za mwisho kabisa Ken Gold akiwa nafasi ya 16 ya mwisho akiwa amecheza mechi 25 akiwa na pointi zake 16. Tanzania Prisons akiwa amecheza mechi 25 akiwa na pointi zake 21, lakini Kagera Sugar akiwa amecheza mechi 25 na pointi 22. Bana, hiki hapa ndo msimamo mpaka sasa jinsi ambavyo unasomeka kwa Young Africans. Wanaendeleza ubabe wao wakiwa wamecheza mechi 24 na pointi zao 64. Moja kati ya taarifa ambayo iliweza kutolewa na msemaji wa klabu hiyo Ali Kamwe ni kwamba mechi zilizosalia kwao wanaziona ni kama finali. Kwa hiyo ni taswira sasa ambayo inatakiwa ijengeke kwa wachezaji wa klabu hiyo ya Young Africans, kuona kwamba kila mechi itakayokuja basi kwao ni finali. Bana, April 10 katika dimba la Azam Complex itapigwa dabi ya Dar es Salaam, Azam FC wakiwakaribisha Young Africans. Katika mzunguko wa kwanza tuliona Young Africans walipoteza mbele ya matajiri hao wa Chamanzi. Je, Azam FC ama Young Africans wapi watalipa kisasi au Azam FC wataendeleza ubabe wao? Basi unaambiwa kwamba April 10 katika majira ya saa 1 usiku game hii itachezwa hapo kunako dimba la Azam Complex, dabi ya Dar es Salaam, Azam FC wakiwakaribisha Young Africans katika mchezo wa 25 kwa upande wa Young Africans, lakini Azam FC mchezo wao wa 26. Ikumbuke kwamba pia Azam FC wanaingia katika mchezo huu wakiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza mbele ya Singida Black Star, wakipokea kichapo cha bao moja likifungwa na Alvis Rupia, game ambayo ilikuwa na sintofahamu sana. Kwa hiyo wanaingia katika mechi hii wakiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza mchezo huo. Je, Azam FC watakubali tena kupoteza mchezo mwingine dhidi ya wababe hao na watetezi wa kombe la NBC Premier League Young Africans? Basi nikwambie kwamba taarifa zote utazipata hapa HNT Media, ambapo tumepiga kambi kukuletea taarifa zote ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tetesi za usajili zinazidi kuvuma siku hadi siku. Kumbuka kwamba pia zikiwa zimebaki siku chache sana dirisha la usajili lifunguliwe, zikiwa zimebaki takribani wiki 3 dirisha la usajili lifunguliwe, basi kumekuwepo na taarifa nyingi na tetesi nyingi za sajili zikiendelea kuhappen, na sisi tumepiga kambi kukuletea kila taarifa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania.